Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema. Karibu katika homilia ya Jumapili ya 17 katika kipindi cha kawaida mwaka A. Na masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ya 3, mstari wa 5 tena 7 hadi 12. Zaburi ni ya 119 na somo la pili kutoka kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28 hadi 30, na injili ya leo ni ya Mathayo 13 mstari wa 44 hadi 52. Mkristo mpendwa, ushawahi jiuliza kwa nini Mungu anaficha vitu vya thamani? Vitu vizuri sana havipatikani kwa urahisi. Hebu fikiria dhahabu. Dhahabu inapatikana ndani ya dunia. Wachimba migodi wanazichimba hadi kule chini. Hebu fikiria kitu kama diamond. Inapatikana ndani ya mawe kabisa. Unatafuta mawe ndio mwishowe uweze kupata angalau hata kamoja. Haya basi ndiyo mahubiri na ndiyo maana ya kiini ya masomo ya leo yetu ambayo tumejaliwa. Ya kuwa hata ufalme wa Mungu umefichwa ndiyo katika mazingira ya kawaida, lakini tunautafuta kwa ndani zaidi. Katika somo la kwanza tunaona mfalme Sulemani akiambiwa aombe kitu kimoja. Na anaomba nini? Anaomba hekima. Hekima katika Biblia haimaanishi elimu mingi, hapana. Inamaanisha moyo wa kuweza kumjua Mungu na kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kama ni watu wengi wangepatiwa sasa nafasi hiyo na Mwenyezi Mungu, wangeomba nini? Wangeomba labda pesa, wangeomba mali ya dunia, wangeomba mambo ambayo ni ya kawaida. Lakini Sulemani yeye aliomba hekima. Kwa maana alijua akipata hekima, akipata moyo wa kuweza kujua jinsi Mungu anavyotaka, akitaka kujua jinsi Mungu anavyotaka yeye mwenyewe afanye kazi, basi mali yote ya ulimwengu atayapata. Mara nyingi mimi na wewe tunatamani vitu ambavyo ni vya muda, vitu ambavyo havidumu. Na ndiyo maana kama tungelikuwa tunaomba kabisa kutoka kwa yule ambaye anapeana, Mwenyezi Mungu mwenyewe, hakuna jambo ambalo tungekosa. Na hebu tukumbuke ya kuwa kumjua Mungu si rahisi, bali kumjua Mungu inataka kuwa na hekima ya ndani kabisa. Ndiyo maana katika Injili Kristo anafananisha ufalme wa Mungu na nini? Anasema ufalme wa Mungu umefanana na hazina iliyofichika shambani. Mkristo mpendwa, shamba ni jambo la kawaida. Kila mtu anaweza kujua shamba. Lakini kujua ambalo limefichika ndani ya shamba inahitaji kuwa na akili zaidi. Inahitaji kuwa na moyo wa kugundua zaidi. Ndiyo maana kuna tofauti ya kuona na kutambua. Watu wengi leo wanamuona Kristo lakini hawamtambui. Ni watu wangapi wako kanisani lakini hawaoni maana ya kupokea Ekaristia? Ni watu wangapi wako kanisani lakini hawaoni hata utamu wa kanisa jinsi inavyoendelea? Kwa maana wewe kwako mambo ni kawaida, na kwa jirani yako mnayeketi naye anachota baraka zote kwa sababu anaona ni kawaida, lakini kuna jambo la muhimu zaidi ndani ya kanisa. Na ndiyo maana Kristo anasema yule alipogundua ya hazina alificha, na kwa furaha akaenda akauza mali yake yote akalinunua lile shamba. Hebu angalia, hakuchukua hazina akaenda nayo, bali alificha kwa lile shamba, akauza yale yote aliyokuwa nayo, akarudi akanunua lile shamba lote. Kumaanisha ya kuwa kwa furaha hakulazimishwa na mtu. Mtu yote ambaye amempata Kristo halazimishi kwenda kanisani, halazimishi kujitolea ndani ya kanisa, halazimishi kufanya kazi ya Mungu. Kwa furaha anajitolea. Kumbuka pia hazina ya Mwenyezi Mungu hauchoti baraka kutoka kanisani na kwenda nazo, bali unaenda kuachilia vile ambavyo ulikuwa navyo, unaenda kuviuza. Sisemi uze mali yako yote, bali inamaanisha yale mambo ambayo yalikuwa yamekushika, ili usije kugundua mambo ya Mwenyezi Mungu, unaenda unaviachilia, na ikifika ni wakati wa kumpa Mungu muda wake, unakuja unampa. Kuna watu ambao Jumapili yao haiwezi guzwa. Kuna watu ambao wanajua maana ya kanisa, na hata kama wanafanya biashara ya mamilioni, Jumapili wanasema leo ni siku ya kanisa. Kwa nini?
kwa sababu wanajua ile ambayo wako nayo ni ya muda mchache, lakini hii ni ya kudumu. Lakini hatuwezi gundua hiyo yote kama bado tunaomba vibaya. Kama sala zetu ni ya kuomba mali ya kesho, chakula ya leo, tunaomba pesa ya hii dunia, tunaomba umaarufu, tunaomba mambo ambayo yatapita. Ni lazima tukue kama Sulemani, tuombe hekima. Na hekima ni nini? Hekima ni moyo wa kujua mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tukijua mapenzi yake Mwenyezi Mungu, tutaweza kujua hazina iliyofichika shambani. Tutaweza kujua maana ya kuingia katika shamba la Mwenyezi Mungu, jambo ambalo linaonekana kawaida, lakini kwa undani kuna dhamani kubwa zaidi. Pia katika somo la pili tunaona Mtakatifu Paulo akisema ya kuwa twajua ya kuwa wale wampendao Mungu hufanikiwa yote. Kumaanisha mambo yako yote ukiyaunganisha na yakuwe yanapata nguvu kutoka kwa Mungu, hakuna jambo ambalo linaweza kupata shida ama unaweza kushindwa. Na ndio maana kabla basi ya kuwakimbilia waganga, kabla ya kuwakimbilia binadamu ambaye atakwambia kuja kesho, kabla ya kumkimbilia mtu ambaye atakwambia kwa sasa sina, basi chukua hiyo nafasi na shida zako zote, enda kwa Mwenyezi Mungu. Enda kwa Kristo. Na the moment utagundua hiyo hazina ambayo imefichika ndani ya shamba la Mungu, hakuna siku ambayo utarudi nyuma. Ndio maana nashangaa watu wengine wanasema Wakatoliki ni kama wamerogewa kanisa yao. Hapana. Ni kwa sababu wamejua maana ya hazina iliyofichika, na hakuna mtu anaweza kukunyang'anya ukiviacha vile vingine vyote na kumfuata Mwenyezi Mungu. Wacha nafasi yako na Mungu iwe nafasi yako na Mungu. Usikubali jambo lolote. Usikubali familia. Usikubali wale ambao watakupotezea muda waweze kuharibu hiyo muda. Wacha hiyo nafasi ikuwe kamilifu kati yako na Mungu. Muda wako huo na Mungu. Kwa maana wewe mwenyewe unajua hiyo hazina na hakuna mtu unaweza kubali aiachilie. Zaidi, tuombe Mwenyezi Mungu nasi atupe hekima kama ya Sulemani. Tuweze kujua basi ufalme wa Mungu jinsi unavyofanana. Na mpendwa msikilizaji, tuombeane kama jamii, tuombee wale ambao wanapitia shida, tuombee wale pia ambao hata imani yao iko chini, ili imani iweze kuongezeka. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina.